Shuhuda za matendo makuu ya Mungu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Na ushuhuda kuhusu haya maji ambayo anasema baba. Cha kwanza kabisa, haya maji mara nyingi yakiweka hapa nikichukua huwa nasikia yananichoma moto. Kama mshaikutana na hicho kitu. Yaani nikiyabeba hivi nikiweka hapa kwenye mkono nasikia kabisa moto unawaka. Cha pili, Jumanne iliyopita kuna kakaangu alikuwa anaumwa sana. Aliumwa Jumanne akawa amelazwa pale Labinisi ya hospital. Alikuwa ICU, alikuwa hawezi hata kupumua. Sukari ilikuwa haisomi kabisa, ilikuwa hai. Baada hapo mke wake nikaa nimempa namba ya baba, akampigia simu akamwelezea, wakaomba naye, na mimi siku ya pili nikampigia tena baba nikamwelezea, nikamwambia kaka anayeumwa. Baba akaniambia inabidi umpelekee vifaa vya kiroho. Jumapili nilikuja hapa kweli nikachukua vifaa vya kiroho, maji, nikampelekea hospitali. Moja kwa moja nipitiliza hospitali. Nikamwachia yale maji, nikamwelekeza wanaweka kwenye chakula. Mguu wake wa kulia ulikuwa umevimba, una kilo 60. Mguu mmoja tu. Mimi na kilo 58, yeye na kilo 60. Mguu mmoja. Umevimba, wanapima waoni kitu chochote. Yaani hawezi kwenda hata chooni. Kila kitu hapa anavalishwa tu pampers. Lakini jana nimeenda, nimekuta ule mguu umeanza umenywea, yani. Unajua ukiwa umevimba alafu ukiwa unapotea ule uvimbe pananywea. Yeah. Basi na yeye mguu umeanza kunywea, alafu anaongea, apumlite na oxygen. Yuko vizuri. Haleluya. Makofi kwake Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napenda kumshukuru Mungu, siku ya Jumatano nilikuja ibadani. Mimi madhabahuni nilijua mwaka 2024 lakini nikawa nashindwa kuja. Ikifika siku ya Jumapili nasema niende kanisani, lakini najikuta saa ikifika tu nagailisha mwenyewe. Basi sasa baadaye nikaingia kwenye kifungo cha kutopata periodi zangu. Ilipofika Jumatatu ya wiki iliyopita nikakumbuka, lakini kuna dada aliniambia kuna madhabahu fulani, kwa hiyo niende pale huenda ndo nitafunguliwa. Kwa siku ya Jumatatu nikamtafuta ili anipe ratiba nzuri ya ibada. Akanambia kwamba Jumatano kuna ibada lakini na Jumapili. Nikamwambia mimi nakuja Jumatano. Jumatano asubuhi niliamka mapema. Yeye mwenyewe alikuwa hajafika. Nikabatika mtu akanileta mpaka pale Mkwajuni. Nimefika tukasali. Wakati tunakunywa maji ya ukombozi kwa walio kuepo, baada ya kuyanywa mimi nikasikia kwamba nasikia kuna mabadiliko fulani. Lakini nikasema Mungu naomba unisaidie nisiaibike, niende mpaka nyumbani kwanza. Nikafika nyumbani siku hiyo ya Jumatano, tumbo tayari limeanza kuvuruga. Ilipofika Alhamisi usiku nikaanza kutoa vitu kama uchafu hivi, kama damu zilizooza siku nyingi zinatoa harufu kali. Samahani kwa kusema hivyo. Usijali, shuhudia matendo makuu ya Mungu mwanangu. Basi, kwa hiyo nikajia hofu, nikasema ina maana kizazi kimeoza, kwa nini natoka uchafu wa aina hii? Nikasema Mungu naomba unisaidie. Ilipofika mchana wake jana, ilikuwa ni usiku, nikaona damu ya kawaida. Kwa hiyo ndo nikamshukuru Mungu, japo nilikuwa bado naumwa. Nikamwambia Dajoi sitaweza kuja kanisani kama nikiamka niko hivi, maana nahisi maumivu makali tumboni na kiunoni. Akanambia uje alafu mtafute baba. Kwa hiyo muda huo nikamtafuta baba, kweli nikaongea naye. Baada ya kuongea naye nikapata kalelifu. Ndo asubuhi nilipoamka sikuwa na hali kama ile ambayo nilikuwa nayo jana. Nilikuwa tu vizuri, kwa hiyo nikajiandaa na kuja kanisani. Napenda kumshukuru Mungu kwa hilo.